Okay, tuanzie na mechi ya Jumapili tarehe 1/3 New Amaan Complex Zanzibar, Derby ya Kariakoo. Young Africans dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na matokeo yakisha kwa sare ya bila kufungana. Matokeo ya mwamuzi yamewaathiri vipi nyie katika msimu wa ligi kuu Tanzania bara 2025-2026? Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu, mechi imeisha salama, sababu nadhani hamna mchezaji ambaye kapata injury, sababu ligi ndio kwanza tuko raundi ya 10. Lakini la pili, kilio cha waamuzi ni kilio ambacho kiko kila siku. Hamna mtu asiyojua maamuzi, yani watu wengi wanalia waamuzi. Sasa sijajua chama cha mpira TFF wanachukua hatua gani, kwa sababu maamuzi kila siku watu kila siku wanalilia marefa, wanalia hivi. Mimi nadhani kikilio sasa hivi kiende kifikie mwisho, kwa sababu kwenye mpira watu wanawekeza pesa, kwenye mpira watu wanapoteza muda wao. Kama watu wameondoka Dar es Salaam wameenda Zanzibar wamefuata mpira. Sasa muamuzi kwa matakwa yake dakika 90 anaamua vile anavyotaka yeye. Ifikie wakati sasa waamuzi nao kilio kife kwao, kwa sababu wanafanya maamuzi ya maksudi. Yani sio kama wanafanya uamuzi kwa sababu wanafanya makosa kwamba hawajui, wanajua, lakini unakuta kabisa maamuzi anafanya maksudi. Sio kwamba VAR ianze kwa. Inawezekana VAR ikawepo, lakini anayeamua ni referee, sababu hata VAR Ulaya tunaona time refa anaangalia, lakini mwisho wa siku maamuzi yanakuwa yale. Kinachotakiwa wasimamie sheria 17. Sisi tunapenda mpira, kufungwa kushinda ni vitu moja hapo vya kwenye mpira. Kwa hiyo tukifungwa tukishinda vote sawa, lakini sasa maamuzi kila siku waamuzi marefa. Kuna siku yanaweza kutokea maafa ambayo wao wenyewe hawataweza kuyazuia. Kwa sababu kama kwa mfano juzi yani goli safi, refa anaonekana anataka kuonesha katikati, mshika kibendera anaenda kukataa. Sasa hilo lenyewe ni tatizo. Kwa hiyo yani mimi nasema tu uamuzi unatuathiri. Mechi ilikuwa mzuri, tumetawala mchezo na tumefanya vizuri, lakini kutawala kwetu mchezo ni maandalizi ya dakika 90 ambayo tuliyafanya mapema. Tulijua tumepoteza mechi 6, kwa hiyo tujiandae vipi ili tuende kufanya vizuri. Tumefanya vizuri na niwapongeze viongozi, wameandaa timu yetu, wamewaandaa wachezaji katika hali nzuri, kwa sababu kufungwa mara 6, unacheza na mtu ambaye kafunga mara 6, lazima uwe na hofu, lakini hawakuonesha hofu. Wamecheza mpira mzuri na nadhani kila Mtanzania akafurahi, lakini kwenye waamuzi vilio vyetu vinatutoa machozi vilio, kwa sababu waamuzi kila siku wanakosea wao na wanakosea maksudi, sio kama kwa bahati mbaya. Watani wanadai kwamba kama mmeshinda kuifunga Yanga ile ya juzi, basi hamtoifunga Yanga tena. Shabani, maneno ya watu ambao hawajui mpira. Yanga ipi wao wanaiona ni bora zaidi? Hakuna. Sisi tushafunga na Pacome akiwa ndani. Pacome nani? Sisi tumecheza na National Ahli, tumecheza na Wydad, tumemfunga. Hivi National na Yanga hivi nani anasajili kikosi bora? Leo unavyozungumzia kikosi bora Afrika ni National Ahli na top namba 1, na hata hivyo wao walikuwa kwenye kundi moja na National, wamemshinda National, lakini National wanakufa. Sasa wao nani? Yani hayo ni maneno ya vichocholoni. Sasa sisi hatuyapi nafasi hayo maneno. Wao kama wanaamini angekuwa Pacome labda wangeshinda, huo ni utoto waliokuwa nao. Sisi tunazungumzia mpira, tuzungumzie utoto. Pacome nani? Wanataka kwenda hatua robo finali, mwaka wa pili wanaishia pointi 8, Pacome yupo. Kama mchezaji mkubwa kwa nini ameshinda kuwafuzu? Imam Ashur juzi kawasaidia National, na alipokosekana huko hata wenyewe walishukuru. Huyo ndio mchezaji muhimu. Sasa wanatajia mtu mlevi. Pacome ni mlevi? Na ndio maana mpira sasa hivi kiwango chake kimeshuka. Mlevi. Sio kama ni majeruhi. Mlevi, na hata majeruhi yanachanganya na pombe. Mlevi, na wenyewe wanajua. Na kwa bahati nzuri kuna mtu wao ambaye kawapa sports pesa Tarimba, kasema kama kwa scout ya Yanga hamna kitu, hajaona scout, lakini wao wenyewe wanakupeni nyinyi waandishi, mnapamba buba sijui nani sijui bepo, lakini hamna kitu. Ni mabala yake Shabani. Kwenye mechi na nani? Pani Africa. Kwenye mechi ya JKT ambayo tayari umeshamlainisha. JKT kalainishwa. Kimpira JKT kalainishwa. JKT Tanzania tukatae kufungwa na Yanga, ni kitu cha kawaida. JKT alikuwa aoneshe kabisa kama atakucheza. Sasa kuna vitu wanavifanya vya ovyo. Ni hata zile 5 mlainishwa. Kuna vitu kwenye dabi tulizofungwa 6. Mara 6 walotufunga kihalali mimi naweza kusema mara labda 1 tu. Zingine zote magumashi tupu ndani. Na ndio maana mechi hii umeona tumejiandaa kila sehemu. Mmegundua vitu vingi wa Tanzania, wengine walikuwa hawajui. Kuna watu wa Simba walikuwa wanasema tukicheza na Yanga wachezaji wetu wanakuwa hawajitumi, wanachoka. Kumbe watu wanaenda kutoboa vyumba, wanapitisha mabomba ya kwenye maisi, wachezaji wetu wanakuwa nguvu zinapungua miguuni. Safari hii tumestukia
bomba walizopitisha zote timu imegoma kuingia. Kiongozi wao mmoja wallahi na Ramadhani analazimisha timu ingie vyumbani, timu yetu, wakati yeye Yesu kiongozi wa timu yetu lazima muingie, yani ile kilazima. Wanajua tayari kuna vitu wamefanya, hatujaingia vyumbani. Je, timu yetu hii kucheza dakika 90 vizuri? Ila hamjaondoka na ushindi. Hatukuondoka sababu ile farika tunyima kibendera. Wanadai kwamba kwa nini msingefunga mawili, moja likakataliwa, moja likabaki juu ya ubao. Mechi ngapi wao wanazimaliza na goli moja na wanaenda kuandika kwenye mabango? Mechi ngapi wanazimaliza goli moja na wanaandika kwenye mabango? Kwa hiyo hata goli moja ni mali. Wao wenyewe walikuwa wanataka goli moja bila tu zidi ya National Ahli, walipata. Wasizungumze utoto, wazungumze mpira. Yani mpira unatengenezwa, ndio maana wanashindwa. Kwenye utawala wetu miaka 4 ambao tuliotawala sisi, ligi ya Tanzania imekuwa nafasi ya 4. Simba tumekuwa kwenye 5 bora ya vilabu bora Afrika. Tumeongeza pointi mpaka timu zimeenda 4. Wao kwenye miaka 4 hiyo wametuletea nini? Niambie wewe. Sasa wamepanda kutoka nafasi ya 10 ngapi walikuwa mpaka nafasi ya 10, au jaona? Umri walokuwa nao wamezaliwa 35 mpaka leo unachekea nafasi ya 10. Wewe uone kama huo ni msiba? Kwa umri walokuwa nao wao wazee wamezaliwa 35 wanachekea nafasi ya 10. Pyramids kazaliwa mwaka 2000 kachukua bingwa wa Champions. Kwenye 5 bora yupo. Wewe umezaliwa 35 unachekea nafasi ya 10. Wewe umezaliwa 5 bora unachekea nafasi ya 10. Wewe leo umezaliwa kwenye mwaka 35 mpaka leo unakaribia miaka 90 na sijui 100 huko. Unasema una malengo ya kuishia makundi kwa mashindano ya kimataifa. Wewe kweli uko sawa sawa? Basi ndo malengo yake, kila mtu na malengo yake Shabani. Hakuna malengo hayo katika mpira. Nikwambie kitu dada. Kuna vitu unafanyikiwa mwanzo. Ndio maana hata mimi nilisema Simba kufika hatua ya makundi mara nyingi na kufika fainali au kufika robo, si tunafurahi, lakini sio malengo yetu. Ni furaha tu ambazo zinatuwepo. Malengo kubeba ubingwa ili tuweke rekodi ambayo haijawekwa na timu yoyote katika hii Afrika, katika ukanda huu wa Sekafa, hasa Tanzania. Sawa, leo unasema mimi eti lengo langu kufika makundi. Ni vitu vya ovyo. Sasa lazima wakae wajitathmini. Si labda tuambie tu mafanikio yetu ya kutoboa kwenda katika robo finali zaidi ya 6-7 mpaka tumecheza finali tena, kuandaa timu ndani ya pitch, sio nje ya pitch. Leo wao ndo wanatuuma chungu mzima. Mbona wao ndo wanawajua? Wamefukuzwa Chamazi kwa tuhuma hizo. Wamekutwa mabomba ya sindano kwenye vumba vyao. Wamefukuzwa Chamazi kwa sababu kamera zilienda kumulika kwenye chumba chao, zimekutwa mabomba ya sindano, mpira unachezwa. Haya, walikuwa wanaumwa nini? UTI, wanachoma sindano. Pengine anza mwenyewe ameweka. Usihukumu Shabani. Hauwezi kuingia chumba cha mpira kabla haujakikagua. Unakagua kila kona. Kitakacho kutoa mule ndani kingine iko ni cha kwako. Wamevikuta vyumba vya Azam vikiwa viko safi, wameacha mabomba ya sindano. Wao wangeacha mabomba ya sindano, nani anataka afanye uhalifu aache na ushahidi? Inawezekana wamehafirika. Mungu akitaka kudhalilisha, unaweza kukana nani mkweo suruali kachanika. Je, haujadhalilika? Unaweza kusema swali hii ilioza bora nisingevaa hii imeoza, lakini unakuwa umeshadhalilika. Kwa hiyo inaonekana siku za mwizi 40, ile kwa 40. Haya, wamekuja KMC, mpaka KMC wamefunga kamera kwa sababu yao. Mbona tena wao wanalalamika na nyie kule mnaenda na madumu Zanzibar Shabani, madumu yalikuwa ya nini? Video zinavuja mnaoga uwanjani. Vitu walivyomwagia lazima visafishwe na maji. Ni najisi, najisi wewe kumwagia maji. Kwa hiyo najisi ambao walikuwa wamemwagia sisi tungeingia kwa kuogopa kumwaga maji kwa sababu yao. Tumemwaga najisi walikuwa wamemwaga. Mbona kuna viwanja vingine sisi hatumwagi maji? Walikuwa wamemwaga uchafu, na ndio maana kiongozi wao alikuwa analazimisha tuingie kwenye chumba ambacho yeye anataka tuingie. Analazimisha tupite kwenye mlango ambao wao wanataka tupite. Sisi timu yetu itapitaje kwenye mlango yeye kaamua yeye kama nani? Kiongozi wao yule makamu wa rais. Anazaliwa Simba inapata mafanikio wala Arafat Said. Anazaliwa Simba inapata heshima kwenye nchi hii. 93 Arafat ana miaka mingapi? Sisi tunacheza kombe la shirikisho finali. Leo atupangie sisi sehemu ya kupita. Unawasha moto uwanjani. 93 Simba tunacheza finali, Arafat ana miaka mingapi? Sasa yeye anataka kuzaliwa bado. Sasa yeye atupangie sisi kwamba eti piteni huku. Yeye atupangie sisi. Si Zanzibar Masini, ndio maana hata kwenye gereza. Ndio maana katika gereza lao tumeweka nyapala. Tumeweka nyapala.
na mkubwa wa jela. Nyapala Mediali mkubwa wa jela na ni Vichiko. Okay, Shabani, kitu ambacho kimewashangaza wana Young Africans ni baada ya nyie kushuka pale bandarini na kuonekana kama mmefurahia ile sare kwa shangwe, wanauliza kwa hiyo mmefanya hayo yote kwa ajili ya kutoka sare tu kwa Guantanamo Bay? Wana Simba hawajafurahia sare. Wamefurahia timu yao imecheza na wachezaji walioingizwa katika dirisha dogo wameonyesha kiwango. Nadhani hata Zimbwe alivyorudi nyumbani alimwambia shemeji amkande maji ya moto. Kwa sababu ya ile tobo tu. Libasa gay. Ile tobo liache. Ile mtu mzima mwenzie alimkumbusha baba ulikotoka vitu vyetu vilikuwa hivi. Lakini Libasa gay shughuli aliyoifanya Zimbwe mwenyewe aliona. Kwa hiyo pale watu walichofurahia ni mpira. Dada Spain timu ukichezesha kama mfumo wa Jose Mourinho, Spain huwezi kutoboa. Spain hata ukifungwa watu waone mpira umechezwa. Simba tuna tamaduni za Spain, mpira umechezwa ndio maana tumefurahi. Mna tamaduni? Za Spain ndio maana tumefurahi. Kwani siku ile nani ambaye hakulizika? Au labda wewe mwandishi? Au tulivyocheza wewe siku ile haukulizika? Hukulizika? Yote imelizika mpocheza. Liemba ulimuona anazunguka pale katikati kama pia. Nani yule na Kibabage? Avzungushe nani Depo kapiga wapi? Kapiga mashuti mangapi? Na yeye na mshambuliaji. Ingekuwa pani angepiga mashuti 10. Mbele ya mechi ya siku ile mbele ya Kibabage alipiga mashuti mangapi? Na ndio maana tunawaambia Kibabage ni mrefu bwana. Kibabage mrefu kwa Depo. Kweli kabisa. Mrefu kwa Depo. Kwa Depo. Wewe leo hizo kuchajiwa kwa kina Buba Masai, si Buba Jabeli, si Masai. Kama yule si kama tulikuwa naye mchezaji yule Simba mmoja anaitwa Jobe. Alafu nchi moja la Jobe. Wale si mapacha wale. Buba na Jobe ni mapacha. Familia moja anawasubiri timu mbovu wafunge. Anacheza mpira vizuri. Marudiano mwezi wa 5. Meja Samuyo. Sio tena Benjamin Mkapa. Hakuna kufikia ilizi. Hapa Benjamin Mkapa si uwanja wanasema wamefungia wenyewe mababa. Sisi tunaenda Meja Samuyo pale. Hauna nafasi ya kufikia ilizi wala ya kwenda kuloka. Sababu pale kuna wanajeshi watu. Unasema mliwawini wapi wa Tanis Jumapili? Tulipowawini timu yetu bora. Yaani kwenye uwanja timu yetu bora. Ila nje ya uwanja kwa maneno ya waandishi nyie, basi wao bora. Ila kwenye pichi sisi bora. Wanaongoza lakini kwa ligi. Wanaongoza tu kwa sababu unaona mechi zenyewe. Unafanya mipango na mtu. Si mechi zetu zote weka jiwe toa jiwe. Kila anacheza na sisi anacheza kama vile finali. Au uone kwa kitu. Kila mechi tunaocheza sisi kwetu ni finali. Sababu timu zote zinataka kukamia kwa sababu ya Simba. Mlikuwa mnaenda kufuta uteja Shabani. Hatuna uteja kwao. Tumewafunga miaka 6. Wao wametufunga mara 6. Sikia nikwambie. Kuna kufungwa mara 6 na kufungwa miaka 6. Wewe mtoto kimzaleo wa mwaka huu tu akawa na miezi 6 na mtoto wa miaka 6 mkubwa yupi? Tumwapiga miaka 6. Mfululizo. Shabani. Wao tufunga mara 6. Sasa ile kwa nguvu ipi? Mwanao kazaliwa mpaka anakuwa mkubwa anajua si wale tunawafunga. Lakini mtoto wangu mimi wa miaka 2 ajui kama si tumefunga mara 6. Kwa sababu bado umri wake bado hujachanganya, lakini mtoto wa miaka 6 anakuwa hana akili. Basi atakuwa huyo mtoto labda saa nyingine hakuzaliwa vizuri, lakini mtoto anazaliwa vizuri miaka 4 5 anajielewa. Tukitoa shabiki pembeni, sare hii unaona inamaanisha nini kwa Young Africans kwa mbio za ubingwa barani Afrika? Sijui mipango yao, lakini sisi mipango yetu mechi zetu zote tupate matokeo na tuweze kusonga mbele. Hiyo ndio target yetu. Kwa hiyo sisi tumepata sare, kwetu tumepoteza. Tumepata sare na Dodoma, tumepata sare na wao. Tumezidi kuweka gaps kubwa ya pointi zidi yao. Kwa hiyo tunachotakiwa tupambane. Nimeona kuna kombe la FA tarehe 7, lakini kuna tour ya kanda ya Ziwa. Tunaanzia Singida, tukitoka Singida tunatoka kidogo tunachepuka tunaenda Arusha, baadaye tunaelekea Mwanza. Mategemeo yetu na target yetu tunajipanga tupate matokeo turudi na pointi 9 then tuendeleze maisha. Ndio kwanza tuko raundi ya 10. Tumecheza mechi 10. Tuna mechi 30, tuna mechi 20 mkononi. Kwa hiyo hatuwezi kusema bingwa, lakini target yetu tuchukue ubingwa wa Tanzania bara tena. Target ipo. Yes. Kuna ambao tayari wanasema kwamba tuangalie mwakani. Hiyo mwakani klabu bingwa. Lakini kwenye ligi bado nafasi tunayo. Yes. Shukrani sana. Nashukuru sana.